Mwende. Mwami Yesu asifiwe. Hamjambo. Basi mimi nimefurahi sana kufika hapa Nderema. Hii Nderema ni mboga. Wapi Nderema sasa hapa? So mnajua tulikubaliana ya kwamba wakati tunatengeneza stima Kenya, lazima tutengeneze stima hapa Kakamega. Na lazima tutenge stima hapa Navaholo. Na ifike mpaka Nderema. Ama namna gani? So tumetoa pesa ya serikali kuwekea watu wa kijiji hii ya Nderema. Tuko na nyumba hapa kama 200. Na tumewapatia milioni 12 kuunganisha stima hii manyumba yote hapa. Kila mtu awe na stima kwake. Si ndio? Ndio tuondoe giza. Ama tuweke mwangaza mingi. Ndio shetani awache kusumbua nyinyi. Naambia kwamba shetani anapenda mahali kwa giza. Si ndio? So nimefika hapa Kakamega kwa sababu niliwaambia watu wa Kakamega, wakati tunapanga Kenya, lazima tupange Kakamega. Wakati maendeleo inaendelea Kenya, ya Kakamega iwe kipaumbele. Na ndio sababu hiyo nimefika hapa Kakamega safari hii, na tumekubaliana na viongozi wenu wote. Hapa Malaa tunawajengea soko ya milioni 300 hapa Malaa. Hiyo soko mimi naenda kuanzisha leo. Si tulikubaliana maneno ya mama mboga? Afanye biashara mahali kuna usafi, mahali kuna stima, mahali kuna maji. Hiyo ndio kazi nimekuja. Alafu hii barabara yenu ya kutoka Idangalasia ikuja hapa Sianda. Si ilikuja ikakwama hapa Malaa? Sasa nimekuja kuikwamua. Tupeleke mpaka ishikane na Mbacha. Alafu ile na Mbacha nisukuma mpaka Lugurambi. Si namna hiyo? So nimetangaza kandarasi, mimi nitarudi hapa tena kuja kuanzisha sasa tukiwa tayari mengine mwezi ujao tutengeneze nyinyi hiyo barabara. Na vile vile tutengeneze mambo ile ingine yote, mambo ya miwa hapa niliwaambia nitapanga vizuri. Hiyo nimepanga. Niliwaambia tutajengea nyinyi ile level 6 hospital hapa inaendelea. Niliwaambia stadium ya hii Buhungu ama inaitwa nini? Hiyo Buhungu nimeweka hapo bilioni 1 karibu na nusu ya kusaidia yenu. Wakati Kakamega inasonga mbele na nyinyi mnasonga mbele. Barabara ni namna hiyo, stima ni namna hiyo. Maji tunapanga. Tuhakikisha kwamba Kenya inasonga mbele na hakuna sehemu ya Kenya inawachwa nyuma. Ama namna gani jameni? Mnajua hapo mbeleni kulikuwa na siasa ya ubaguzi. Watu wanabaguliwa kwa sababu ya vile wamesimama sijui chama gani. Mimi nimesema mambo ya ukabila, mambo ya ubaguzi tuondoe Kenya. Wa Kenya ni wamoja. Kwa sababu tukiungana, umoja inakuwa ni nguvu. Na tunakuwa zaidi tunasonga mbele tukiwa pamoja. Kakamega mnasema tuendelee? Si tumekubaliana? Si mambo ni broad based. Tuunganishe UDA na tuunganishe na ODM. Tukae pamoja. Tujenge taifa letu. Na Kakamega iwe katikati. Ama mnasemaje? Niendelee na hii kazi ama mnataka tuletewe fitina? Tuendelee ama tuendelee? Tuendelee. Kwa hivyo nimefurahi kufika hapa. Hii stima ambayo inaendelea hapa ya milioni 12. Kakamega mzima tumewapatia bilioni 2 karibu na nusu, 2.4 billion shillings. Na tunataka kuunganisha manyumba 1036 hapa Kakamega. Ili tuondoe giza kabisa na kila mtu tumfikishie stima kwake. Kwa sababu tunataka usawa jameni, ama namna gani? Hata kama nyumba yako ni ya matope, tuweke stima, utajipanga na mbele. Ama si ndio? Si utajipanga na mbele? Ama ni aje? So otherwise nawashukuru sana. Hapa tuko na viongozi wengi. Tuko na Mheshimiwa Oparanya, alikuwa gavana wetu wa kwanza wa Kakamega, sasa ni waziri wangu. Tuko na huyo Tindi Mwale, mbunge wetu wa kutoka hapa Butere. Tuko na huyu mwenyeji sasa. Mnajua huyu mungwana? Emmanuel Wangwe, mbunge wetu wa Navaholo. Tuko na MD wetu wa Rerek. Huyu mrembo ndiye anasimamia hii kazi yote. Mnaona vile wamama wanaweza kufanya kazi? Nyinyi mwache madharau. Haya, niko na gavana wetu hapa, Mheshimiwa Italanyi. Mnamjua? Ati mnasemaje? Ati mnasemaje?